Kwa majina naitwa Mpandarume Simon, ni diwani wa kata ya Nyigogo, mwenyekiti wa halmashauri hii ya wilaya ya Magu na mwenyekiti wa ALAT mkoa wa Mwanza. Tumekuwa na kikao cha baraza la robo yetu ya 3 na kikanuni hili ndilo baraza la mwisho la kujadili taarifa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka kwa maana ya zile robo 4. Hivi karibuni tutakuwa na baraza la siku moja tu la kuvunja na kuwaruhusu viongozi kwenda kwenye masuala ya uchaguzi. Nimewakumbusha kwenye kikao waheshimiwa viongozi wenzangu kwamba niliapa kama diwani na kuwa mwenyekiti wa halmashauri mnamo tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2020. Mahali nilipoikuta halmashauri yetu ya wilaya ya Magu, kimakusanyo tulikuwa tuko chini sana. Nimekuta tunakusanya shilingi bilioni 2 na milioni 400 kwa mwaka, yani 2.4 bilioni. Lakini nikasema kama kiongozi kijana mwenye maono mazuri tu kwa ajili ya wananchi, nikasema ipo haja ya kufanya reform, mabadiliko katika kwenye ukusanyaji wa mapato. Tukakaa na wataalamu pamoja na waheshimiwa madiwani, kamati ya ulinzi na usalama, nikawachukua waheshimiwa madiwani wote, tukaenda site kuangalia vyanzo vyetu vya mapato. Kule tulijionea ya kujionea, lakini tukaweka mikakati mizuri kwa ajili ya kupaisha na kuinua makusanyo yetu ya ndani ambayo yanatokana na kodi mbalimbali za wanamagu. Kwa hiyo tukapambana, tukayapandisha sasa mapato kutoka bilioni 2.4 kwa mwaka. Leo tunavyohitimisha uongozi kwa miaka 5 tunakusanya shilingi bilioni 5 na milioni 200 kwa mwaka. Ni hatua kubwa mno. Kama wanamagu tunapaswa kujivunia, kwa sababu fedha hizi zote hizi ambazo nazisema leo, asilimia 40 yake imeenda kutekeleza miradi mingi ya maendeleo kwa wananchi wetu. Tumefungua shule za msingi 11 kwa mapato ya ndani, na naweza nikazitaja hapa moja baada ya nyingine. Lakini pili, tumefungua shule za sekondari 24 kwa mapato haya ya ndani, kitu ambacho huko nyuma hakikuwahi kufanyika. Na ndio maana hata nimehoji kwenye baraza la madiwani kwamba kwa mwaka 2015-20 tulitekeleza nini? Hakuna aliyesimama. Kwa hiyo ninajiona kuwa mwenye fahari, kwa sababu wananchi hawa walionikabidhi na mamlaka ya kutumika nao, nimefanya kazi kwa weledi na sijawaangusha. Kutekeleza miradi hii kwa mapato ya ndani yanayotokana na kodi zao, maana yake tumerudisha fadhila kubwa mno kwa wananchi kupitia kula walizo tuwazima kama viongozi. Usimamiwaji wa makusanyo kutoka katika vyanzo vyetu vya mapato tumeuimarisha sana kwa miaka hii 5. Lakini pia tumebuni vyanzo vingine vya mapato. Pale kona ya Kayenze pale ukiwa naelekea Kisesa, tumetengeneza stendi mpya ambayo inatuingizia fedha nyingi sana ambazo hapo awali hazikuwepo. Lakini stendi yetu ya Magu hii ilikuwa inakusanya shilingi milioni 14 kwa mwezi. Tukasema hapana. Tukakaa hapo madiwani, leo tunakusanya shilingi milioni 31 kwa mwezi. Kwenye madini ya ujenzi haya tulikuta wanakusanya shilingi milioni 22. Nikamwambia madiwani hapana, twendeni site tukaangalia fedha namna zinavyochezewa. Leo tunakusanya milioni 54 mpaka milioni 60. Hiyo ni hatua. Lakini nini kimefanyika? Ni usimamizi madhubuti wa kutokuyumba, pamoja na mambo mengine, fitina na vitu vya hapa na pale. Kama viongozi tuliapa kwamba tutalisimamia hili, kwa sababu pia tuliapa kwa mujibu wa katiba. Kama mwenyekiti wa halmashauri, sisi kama halmashauri tumefanya kwa nafasi yetu, lakini pia mahali ambapo tumekuwa na kukwama, Mheshimiwa Rais ametuwezesha fedha nyingi mno za miradi ya maendeleo. Kwenye sekta ya elimu tumejenga madarasa ya kutosha, madawati ya kutosha. Kwenye sekta ya afya tunaendelea kuboresha vituo vingi vya afya na vingine vimeshakamilika. Hospitali yetu ya wilaya hii Mheshimiwa Rais katuletea mafedha mengi mno. Kwenye madaraja, kwenye mabarabara, fedha ni nyingi mno ambazo Mheshimiwa Rais ametuletea kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa wilaya yetu ya Magu. Majina yangu naitwa Stella Anthony Maya, ni Mheshimiwa diwani wa viti maalumu halmashauri ya wilaya ya Magu. Kiukweli miaka 5 hii ni ya kujidaishia. Mama ameupiga mwingi. Tumeshuhudia namna alivyofanya kazi. Kwa kweli ametuwakilisha vema sana. Tumeshuhudia miradi mikubwa ya kimkakati, lakini tumeshuhudia hata katika uteuzi hakuwa na ubaguzi, uteuzi wa wanawake, na hata wanawake tumeona wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, waheshimiwa wabunge, mawaziri,
wamefanya kazi bega kwa bega na Mheshimiwa Rais, hawajawahi kumwangusha. Mheshimiwa Rais ametuamini wanawake. Mheshimiwa Rais ametupa nafasi mbalimbali katika Tanzania hii, katika nchi hii, lakini pia tumefanya kazi kwa mashirikiano makubwa. Tumeshuhudia hata wanawake kule bungeni, namna wanavyojibu maswali, namna wanavyoongoza, namna wanavyoshirikiana. Yani kwa kweli wamekuwa mstari wa mbele kumpa sapoti Mheshimiwa Rais ukilinganisha na hiyo miaka ya nyuma. Lakini pia tumeona hata miradi namna wakina mama wanavyoisimamia wanapopewa nafasi. Wamesimamia vizuri kwa weledi mkubwa sana. Mimi kwa jina langu naitwa Faustini Kisinza Makingi, mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji, lakini pia ni diwani wa kata ya Sukuma. Niseme tu kwenye kamati yangu tumepiga hatua kubwa sana. Kwa mfano idara ya elimu sekondari, halmashauri ya wilaya ya Magu tumefuta 0. Yaani maanisha mtoto darasa kama lina watoto 50 wote wamefaulu, wana uwezo wa kwenda chuo kikuu, hamna 0. Ndio hatua tulioifikia. Lakini pia na elimu shule ya msingi pia ufaulu tumepandisha. Idara ya afya na penyewe tumesaidia sana kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa mfano tumeongeza vituo vya afya, lakini na kuhudumia wananchi kwa ukaribu zaidi. Ndio, idara ya maji pia na yenyewe kuna miradi mbalimbali inayoendelea mpaka sasa. Na miradi mikubwa, kwa mfano kata ninayotoka kuna mradi kama wa bilioni 5. Lakini pia mwenyekiti wa halmashauri siwezi nikamsahau, ameisimamia halmashauri ya wilaya ya Magu vizuri inavyotakiwa. Kwanza amepandisha mapato, maslahi ya wananchi, mikopo ya wakina mama na wanawake na vijana. Ametuletea fedha nyingi sana idara ya elimu. Amejenga shule za sekondari zazipungui kama 8. Kwa mfano kama Mwanza Girls iliyoko kule Kisesa, ina karibu bilioni 3. Lakini pia kuna shule nyingine hapa ya misingi ya sekondari hapa chini hapa kwenye rami hapa inaitwa kwa Bagosha, milioni 450. Kuna shule nyingine hapa kata ya Buhombe, mama ameleta milioni 450. Lakini na vituo vya afya vingi